na tumeona mambo ambayo imekuwa ikiendelea, na haswa tunataka kuongea kwa sababu ya mambo ambayo tumeona ikiendelea siku ya leo, ya kwamba watu wachache wamekusanywa kwa barabara ikisemekana kwamba ni madaktari wanagoma. Na nakumbuka juzi niliongea nikasema wale ambao huwa wanaenda kwa mgomo ya madaktari sio hawakuangi madaktari, ni watu ambao huwa wanakodishwa na wanavalishwa koti za white kwamba ni madaktari wameenda mgomo. Na watu wa Kiambu wamejionea peupe ya kwamba hiyo ndio mambo ya ukweli. Na tunataka kutoa changamoto kwa wabunge wetu, kwa sababu tunajua mambo ya leo, ile demonstration ambayo imekuwa hapa Kiambu ni mambo ambayo imepangwa tangu jana na wabunge ambao kwa siku ya leo tutawataja majina, lakini walikuwa watatu. Wajue kwamba ile pesa walipeana 1750, tunajua hata hoteli yenye walipeania, tunajua mwenye walituma kupeana hiyo pesa, ya kwamba kukuwe na mgomo ambao itakuwa organized. Na tunawaomba kwamba waache kutumia vijana wetu. Kama ingekuwa kwamba kuna mambo ya vifo ya watoto, wale ambao tungeona siku ya leo kwa demonstration sio watu wa sehemu moja, kwa maana wale demonstrators wote walikuwa wametolewa sehemu moja pale eneo bunge la Kiambaa. Wale madaktari wachache ambao waliboycott kazi zao, tunajua chanzo yao ni wakati walifanya, watu wa KPDU walifanya mkutano na wabunge wa Kiambu ambao tuliona kwa mkutano, na wakaenda wakawasawishi, kwa maana wanataka kuharibu jina ya kaunti yetu. Wakaamua sasa ni njia ya kutumia mambo ya afya. Na sasa tumehusunika sana, kwa sababu kama ni kweli kungekuwa nao watoto wote ambao wamekuwa wakiongelea kuhusu, tungekuwa tumeona hata mbunge mmoja akiongea katika eneo lake la bunge kama anahudhuria mazishi ya mtoto hata mmoja. Na tunataka pia kushukuru madaktari wetu ambao wengi, over 3/4 ya daktari wetu wa Kiambu wako kazini, wanafanya kazi. Tunataka kuwatolea kofia. Wale wachache ambao wamesawishika kwa mambo ya uongo, we want to welcome you back to your workstations. Kujeni muendelee kufanyia wana Kiambu kazi. Msikubali kuingizwa kwa mambo ya siasa. Mambo ya siasa achieni wana siasa. KPDU, tunajua shida yenu pahali iko. Tunajua KPDU shida yenu ni kwamba sisi kama serikali ya county tulisema kazi yetu sio agent wa kuokotea pesa yenu ya fees ya union. Na hapo ndio tumesimama hadi wa leo. Kwa hivyo MBN wa Kenya ukweli ya kwamba shida yenu ni kwamba wale madaktari wengi ambao mlikuwa mnakata pesa wamekataa kuja kuwaletea hizo pesa, kwa sababu wameona hamna manufaa kwa kazi yao. You are calling as doctors, haikukuwa kama hivyo. Wakati mlichukua kiapo na mkasema ya kwamba mtachunga afya yetu. Kama kuchunga afya ni kwenda kupigia wagonjwa kelele na vuvuzela mkiwa kwa gate, shame on you KPDU. Na kama Kiambu tumeamua kwamba hatutawakotea hizo fees zenu. Lakini madaktari ambao wanataka kurudi kazi, tafadhali warudi kazi. And we as the members of the County Assembly of Kiambu, we want to rebuke those plans, because we have seen that the demonstrators that were on the street, they are not doctors, they are hired goons from one region called Kiambaa, headed by one member of parliament called Kawanjiku. We have seen his staff in his office in that demonstration. And we want to tell that member of parliament, please do not joke with death. No one in our African setup, we do not joke with death. And so we are calling upon you, please, even if you want to do politics, please don't do politics with lives of people. Don't do politics when it comes to health matters. And we are continuously continuing to ensure that our people get the right services we have in our hospitals. Yes. Please don't be insincere, and don't get into the murky areas of Kiambu politics. Yes. We know who are sending you. We know that you are just a puppet of the members of National Assembly. Please don't bring politics here in Kiambu. Yes. And just respect the fact that healthcare is a devolved function. Hayo ni maneno ya propaganda. Wale wamama ambao walikuwa katika hilo hospitali yetu ya Thika ni wamama ambao wamejifungua. Na hili ni jambo la kuhusunisha, because hii maneno ni kitu tunaweza enda na tuhakikishe tuko na records, because mama akijifungua anakuanga na record. Kwa hivyo ni kitu tunaweza kuenda na kudhibitisha katika hospitali zetu. And possibly what we can say is this is mere or pure politics. We need to sit together
if those politicians, if our MPs, they are serious about the well-being of the people of Kiambu County, they should call us for a meeting. The MCAs, the governors, and the MPs, we sit together and we discuss issues of Kiambu, all of us together. Yes. You cannot wake up today and start talking about the issues of Kiambu, whereas you have not gone for inspection down the hospitals. As Committee on Health, we have done it, and we thought it is important. We sit down together, if at all there are issues, possibly they feel they want to raise. Ana Waziri Duale, tengeneza maneno ya SHA. Wachana maneno ya Kiambu. Number 2, unasema gavana wetu waachane na siasa ya hospitali. Abia hata wabunge waachane na siasa ya hospitali za Kiambu. Sisi tunajua vile kazi imefanywa na gavana ya health. Budget yetu ya health inakuwaga 8 billion per year.